Ndugu zangu wananchi wa kata hii ya Ngula, sisi jeshi la polisi leo tuko hapa. Tunashukuru viongozi, tumeshukuru wananchi kwa kuturuhusu kuweza kuzungumza na nini. Lakini tumekuja hapa kwa ajili gani? Tumekuja hapa kwa lengo la kuwakumbusha wajibu wenu katika kuhakikisha kwamba vitongoji, vijiji, kata, tarafa na wilaya zetu zote katika mkoa wa Mwanza zinakuwa salama, na hivyo wananchi wanafanya shughuli zao za kijamii na kiuchumi bila kuwa na hofu yoyote ile ya kutendewa matukio ya kihalifu. Tumekuja hapa kwa ajili ya kukumbushana wajibu wetu sote. Tuna kauli mbiu yetu ambayo nimesema inatusaidia sana, inayosema swala la kuzuia uhalifu sio jukumu la jeshi la polisi pekee yake. Ni jukumu shirikishi linalowashirikisha wananchi wa rika zote, wa jinsia zote, lakini na jeshi la polisi. Ndipo tutaweza kuzuia uhalifu kwa pamoja. Ndugu zangu wananchi wa eneo hili, mkoa wa Mwanza kupitia programu hii sasa ya hawa ndugu wa wakaguzi wa kata hawa, tumefanikiwa katika kata zetu zote 191 kupeleka askari kwenye hizo kata. Jambo hili sio la kawaida. Jambo hili sio la kawaida, bali ni mikakati mahususi na ni mpango maalum ya mkuu wa jeshi la polisi Tanzania katika kuhakikisha kwamba wananchi katika ngazi ya kata, katika ngazi ya vijiji, katika ngazi ya mitaa na vitongoji wanafikishiwa huduma za jeshi la polisi. Kunakuwa na daraja kati ya jeshi la polisi na wananchi. Ndio maana amewezesha kutoa wawakilishi katika kata zote ndani ya mkoa 191 ziwe na askari. Na hiyo si katika mkoa wa Mwanza tu, hiyo imefanyika nchi nzima. Ndugu zangu, wakati mnaendelea na shughuli zenu, sote hatuna budi kumpongeza mkuu wa jeshi la polisi Tanzania kwa maamuzi yake haya ya kupeleka wakaguzi wa kata, ambayo kwa kiasi kikubwa imekwisha saidia katika jitihada zinazoendelea za kuzuia uhalifu kupitia kuwashirikisha wananchi. Ndugu zangu wananchi wa kata hii ya Ngula, ni shauku ya jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza kuwa na jamii yenye kiwango cha chini kabisa cha uhalifu. Sisi tunatamani kusikia uhalifu umetokomea kabisa. Ile kauli kwamba uhalifu umepungua, tunatamani ibadilike, tusikie uhalifu umekwisha kabisa. Tufikie kuwa na jamii ambayo ukidondosha kitu chako cha thamani barabarani, jirani yako anaokota, anakuita, rudi, njoo uchukue pochi yako, rudi, njoo uchukue simu. Tunataka jamii ya aina hii. Tunataka jamii ambayo ukianika mpunga wako nje, asiwepo mtu wa kuja kuiba mpunga, asiwepo mtu wa kuja kuiba kuku. Tunatamani kuona jamii ambayo haina kabisa uhalifu. Na tunasema inawezekana kabisa uhalifu ukapungua endapo wananchi mtaamua kufanya nini ndugu zangu? Mtaamua kutii sheria bila shuruti. Tuna kauli mbiu yetu tunasema utii wa sheria za nchi bila shuruti. Wananchi wote mnawajibika kuwa na utii wa sheria za nchi, kanuni na taratibu zake pasipo kushurutishwa na jeshi la polisi. Sasa jeshi la polisi tayari tumekwisha andaa utaratibu ambao unaendelea wa kuendelea kuwafundisha ili uelewa wa sheria, mambo ya msingi kabisa ambayo utakiwa kuyafanya katika jamii, uwe mkubwa ili utii uweze kuongezeka. Hawa wakaguzi wa kata ndio kazi yao wanayofanya katika kata zao. Lakini ndugu zangu, swala la utii wa sheria bila shuruti ni swala la msingi sana, ambapo kila mmoja wetu akiamua kuwa na utii wa sheria, kufuata kanuni, kufuata taratibu, kufuata miongozo mbalimbali inayotolewa na viongozi kwenye mitaa yenu, kwenye vijiji vyenu, kwenye kata zenu, viongozi wote wa serikali, yote wanayoelekeza yanafuatwa. Hivyo basi uhalifu na uhalifu utapungua kabisa au kuisha. Lakini kwa wale wachache ambao sasa hawataki kutii sheria, watakumbana na shuruti. Unajua tumekuwa tukisema hili jambo kwamba
utii wa sheria bila shuruti. Tumekuwa tukifundisha watu kufuata sheria. Tumekuwa tukituma askari wakatao ambao wakati mwingine wanaingia makanisani kwa ajili ya kufundisha watu, wanaingia kwenye mikusanyiko mbalimbali, wanakwenda mpaka kwenye misiba. Naomba muelewe ndugu zangu, lengo letu ni kuwaelimisha wananchi ili waondokane na baadhi ya matendo ambayo wanayafanya pasipo kuelewa. Kwa kufundishwa na jeshi la polisi waweze kubadilika. Na kwa kufanya hivyo, nimesema tumekwisha fanikiwa, ambapo matukio mengi ya kihalifu yanatolewa taarifa. Lakini matukio mengine ambayo yalikuwa yanafanywa na baadhi ya vijana, lakini na makundi mengine katika jamii, watu wamekwenda na yapunguza siku zinavyokwenda. Hivyo tumefanikiwa. Lakini nataka niseme jambo lingine. Hiyo sisi jeshi la polisi haituondolei, narudia tena, haituondolei uwezo wetu wa kukabiliana na matukio. Kwa sababu kazi zetu ni mbili, ni kuzuia kupitia kuelimisha, lakini wale ambao wanakuwa sasa hawaelimiki, hawataki kubadilika katika jamii. Mkaguzi wa kata kapita anafundisha, askari amepita anafundisha, doria zinafanyika, watu mbalimbali wamekumbushwa, na tabia hazibadiliki, uhalifu hauishi. Jeshi la polisi sisi sio wahubiri wa dini. Kazi yetu nyingine ni kumlazimisha mtu aweze kutii sheria za nchi. Kumlazimisha mtu sasa aweze kutii sheria, kutii kanuni, kutii taratibu, kutii miongozo mbalimbali iliyopo, au kuacha matukio ya kihalifu. Tunamlazimishaje? Kwa kumkamata na kwa kumshughulikia kwa mujibu wa sheria, ikiwa ni pamoja na kumfikisha kwenye vyombo vya kisheria ili aweze kuwajibika kwa matendo ambayo ameyafanya. Na katika eneo hilo jeshi la polisi pia tumebobea pia katika eneo hilo. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza pia limejipanga kwa sura hiyo. Kwa wale ambao hawataki kubadilika, tunao uwezo wa kuwafanya wakabadilika kwa kuwalazimisha wabadilike. Kwa sababu jeshi la polisi ni jeshi ambalo linafanya kazi zake pia likiwa na vitendea kazi vinavyotusaidia kudhibiti uhalifu. Nilipenda niliuseme hivyo ili tafsiri sije ikawa inaendelea kila siku mkiamini kwamba sisi kazi yetu ni kufundisha tu. Wale wanaoshindikana kupitia kufundisha, ni wajibu wetu pia kuwachukulia hatua kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Ndugu zangu wananchi wa kata ya Ngula, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, nimesema wakaguzi wetu wanatoa elimu kule katika kata zetu mbalimbali, na niombe kupitia mkutano huu katika kata hii, mkoa mzima wananchi wote watoe ushirikiano kwa wakaguzi wa kata wote waliopo katika kata zao. Lakini viongozi wa serikali ambao mko hapa, ndugu zangu, msiache kabisa kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kupitia wakaguzi wa kata hao ambao wanatoa elimu na wamesaidia kwa kiasi kikubwa sana katika kuzuia matukio ya kihalifu. Tunaongelea kuzuia uhalifu. Mimi na uhakika wale waliokuwepo kata hii miaka 10 iliyopita na sasa hivi, hata miaka 5 iliyopita na sasa hivi, aliko tofauti kabisa. Kuna kipindi katika kata hii na maeneo mengine katika mkoa wa Mwanza yalikuwa yametamalaki kwa matukio ya kihalifu. Unyang'anyi wa kutumia silaha ulikuwa umepamba sana moto. Kuna wakati matukio ya mauaji yalikuwa yako katika kiwango cha juu, tofauti na siku za hivi karibuni. Matukio ya mauaji, matukio ya ujambazi, matukio ya uvunjaji yanapungua siku kadri zinavyokwenda. Hivyo hatuna budi kuunga mkono jitihada za jeshi la polisi za elimu inayotolewa kwa wananchi kupitia wakaguzi wa kata inayolenga kuzuia uhalifu. Ndugu zangu wananchi wa kata ya Ngula na mkoa wa Mwanza kwa ujumla, jeshi la polisi ili tuweze kufanikiwa kuzuia uhalifu, wakati mwingine lazima tufahamu vyanzo vya uhalifu. Vyanzo vya uhalifu ni nini? Ni jukumu la kila mwananchi ambaye ana wajibu wa kuzuia uhalifu katika maeneo yake kujua vyanzo vya uhalifu ni nini. Chanzo kimojawapo cha uhalifu katika kata hii na kata nyingine nyingi katika mkoa wa Mwanza ni kuendelea kuwepo kwa vitendo vya imani potofu za kishirikina,
na wakati mwingine uwepo wa vitendo vya ushirikina ni chanzo cha uhalifu na hasa kusababisha kutokea kwa makosa makubwa kama ya mauaji. Asilimia kubwa ya matukio ya mauaji katika mkoa wetu yanasababishwa na uwepo wa imani potofu za kishirikina zinachochea kwa kiasi kikubwa sana matukio ya mauaji. Leo hapa tumeelezwa kwamba kuna waganga wa asili. Nimemsikia mzee wangu pale amesema ni kiongozi wa waganga wa asili. Mko hapa, lakini baadhi yenu mmeendelea kufanya vitendo vya ramli chonganishi pamoja na elimu mbalimbali tunayotoa, bado vitendo vya ramli chonganishi vimeendelea kutokea ambavyo vinasababisha matukio ya mauaji. Mathalan, katika kijiji hiki tulichopo cha Muhulia, tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka huu lilitokea tukio la kusikitisha kidogo ambalo lilileta taharuki kubwa katika eneo lenu hili. Lilisababishwa na baadhi ya wananchi. Lilitokea baada ya wananchi kupigwa na wananchi wengine walidhalilishwa, kisa mganga mmoja wa tiba asili alipoamua kuwataja watu kwamba ni wachawi. Vitendo kama hivi vinasababisha uvunjifu wa amani kwa watu na kujichukulia sheria mikononi. Ndugu zangu, tukio hili ni moja ya sababu ambazo zimetufanya tuje hapa. Tukio hili halikuwa na afya hata kidogo. Tukio hili, narudia tena, halikuwa zuri hata kidogo. Ukitafuta sababu yake, chanzo cha ile tukio ni imani potofu za kishirikina. Kuendelea kuwepo kwa baadhi ya waganga wa kienyeji ambao wanajua hawana majibu juu ya matatizo ya watu walionayo, lakini wameendelea kuwatapeli wananchi wasiokuwa na uelewa. Lakini uwepo wa baadhi ya watu ambao wanaamini imani potofu za kishirikina. Mtu unaumwa, hutaki kwenda hospitali, unakwenda kujichimbia kwenye nyumba ya mtu ambaye ana utaalamu wote katika mambo ya tiba, wakati serikali hii tulionayo inafanya kazi kubwa katika kuwajengea watu zahanati, katika kuwajengea vituo vya afya, katika kujenga mahospitali, katika kutoa huduma za dawa na vipimo katika mahospitali yake mengi na makubwa yaliyopo katika mkoa wetu. Haipo sababu hata kidogo, ndugu zangu, kuendelea kuangamia mikononi mwa waganga wa kienyeji matapeli. Haipo sababu, ndugu zangu, kuendelea kuangamia mikononi mwa waganga wa kienyeji matapeli wanaofanya ramli chonganishi. Ndio maana tukio hili lilotokea hapa, tulitoa askari, tukasema askari waende wakamate yule mganga na achukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria. Na katika kumkamata yule mganga, nikaambiwa yule mganga ana mizimu, eti mizimu, wanawake mizimu inaimba tu, inafanya utapeli. Nikamwambia OCD kwa, nikamwambia OCD, hiyo mizimu ni ya jinsia gani? Akasema mizimu yenyewe ni ya kike. Nikamwambia kwani wewe una askari wa kike? Akasema naam. Nikamwambia chukua askari wa kike wote, kamata hiyo mizimu, peleka mahabusu. Ile mizimu inasumbua watu, imetiwa chini ya ulinzi na sasa hivi iko ndani, si ndio? Hamna cha mzimu, hamna cha nini. Ndugu zangu, pale ni nini? Ni utapeli. Tuache kuendelea kuangamia mikononi mwa matapeli, mikononi mwa waganga wa kienyeji ambao wanakiuka taratibu zao za kazi kwa kuendekeza vitendo